Kambi ya matibabu ya kibingwa nchini Komoro iliyokuwa ikiendeshwa na madaktari bingwa bobezi kutoka Tanzania imekamilika kwa mafanikio makubwa, huku idadi ya watu waliohudumiwa ikifikia zaidi ya 2770 na kati yao 269 wamepatiwa rufaa ya kuja kupata matibabu Tanzania. Mgeni rasmi katika hafla ya kufunga kambi hiyo, Waziri wa Ulinzi na Katibu Mkuu wa Rais, ambaye pia ni Katibu Mkuu wa chama tawala, Mheshimiwa Yusufu Mohamed, pamoja na kushukuru madaktari bingwa kwa kazi kubwa walioifanya, amemshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa msaada huo mkubwa, na akamuomba kuendelea kuisaidia zaidi Komoro katika kuboresha sekta ya afya ya nchi hiyo. Izo mbili dema idelo pia zintiza hatu zilawe harumata habonge zinu omjohe madoktorinu mwabirando inuma hadisi yafanyiwa ni jitihadi yafanyiwa ni ambasadori wa Tanzania hunu. Daktari Peter Kisenge, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI, ambaye ndiye kiongozi mkuu wa kambi hiyo, amemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Komoro kwa kufanikisha kambi hiyo ambayo imekuwa ni msaada mkubwa kwa wananchi wa Komoro, na kusema kuwa wao kama madaktari bingwa na bobezi kutoka Tanzania wamefarijika sana kutoa huduma hiyo hapa Komoro, na watakuwa tayari muda wowote kuendelea kuisaidia sekta ya afya nchini kila watakapohitajika. Tutakuwa tunafanya consultation kwa kutumia teknolojia ili waweze kupata matibabu ambayo ni mazuri. Vile vile tutashirikiana na wenzetu wa maarufu katika kukinga hasa magonjwa yasiyoambukiza. Watu wengi wanapoteza maisha kwa sababu ya non-communicable disease. Matibabu mfano ya magonjwa ya moyo ni gharama sana. Kuwekewa stent moja ina cost karibu milioni 6. That's a lot of money. Kwa hiyo tutashirikiana na wenzetu wale maarufu, lakini kushirikiana na wizara zetu zote mbili, ya afya Tanzania na afya ya Komoro, ili tuhakikishe watu hawapate magonjwa. Balozi wa Tanzania nchini Komoro, Mheshimiwa Said Othman Yakubu, pamoja na kumshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia amechukua nafasi hiyo kuwashukuru wadau mbalimbali waliosaidia kufanikiwa kwa kambi hiyo, huku akimshukuru mkurugenzi mtendaji wa Global Medicare kwa kuratibu kambi hiyo kwa mafanikio makubwa, na akatangaza rasmi kwamba mkurugenzi huyo wa Global Medicare ameahidi kudhamini madaktari 10 wa Komoro kuja Tanzania ili wajengewe uwezo zaidi kutoka kwa wataalamu waliopo nchini. As Dr. Kisenge mentioned, that they have decided now the camp will take place twice a year at least. So as ambassador, we are very happy for that. Hopefully one camp will be here in Gazija always, and another one will be rotating. But I also wish to recognize the organization which also worked with Jakaya Kikwete Cardiac Institute, and that is Global Medicare. The Director General had to leave, but they have done tremendous work to coordinate the patient, and they have told me that they will sponsor 10 Comorian doctors to visit Tanzania for the exchange of expertise with the medical experts that are here. So a huge round of applause to Global Medicare for that support. Hii ndiyo maana halisi ya mashirikiano ya pamoja kati ya serikali na sekta binafsi. Mheshimiwa Rais anatekeleza. Ni wajibu sasa wa wadau katika sekta binafsi kusaidia jitihada zinazofanywa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan za kuimarisha sekta ya afya, ili maono yake katika kuendeleza sekta hii muhimu kwa maendeleo ya taifa hili yatimie kwa kasi inayokusudiwa. Informative TV. We believe in knowledge.